Tunaendelea. Soma. Tunataka kusoma. Umegusa hii. Tunasoma kitabu Katekisimu ya maswali na majibu, inatokana na Katekisimu ya Kanisa Katoliki. Inasema hivi, amri ya 3. Anataka mahali ndio hii. Soma. Iweke kitakatifu siku ya Mungu. Iweke kitakatifu siku ya Mungu. Katika Agano la Kale, sasa wanasema katika Agano la Kale alitega siku ya 7. Aburudia, Mungu alitega siku ya 7. Mungu alitenga siku ya 7 iwe siku ya mapumziko. Iwe siku ya mapumziko kwa wanadamu. Sasa Mungu alitenga siku ya 7 iwe mapumziko kwa wanadamu, kwa mwanadamu. Twende. Kama vile yeye mwenyewe alivyopumzika siku ya 7. Sasa kama vile Mungu mwenyewe alivyopumzika siku ya 7, ndio. Twende. Ilikuwa ni siku maalum. Sasa hiyo siku ya 7 ilikuwa ni siku maalum ya mwanadamu kusali, na kumwabudu Mungu. Katika Agano Jipya, sasa wao wanadai katika Katekisimu, katika Agano Jipya siku ya Bwana ilibadilishwa. Sasa wao wanadai kubadilisha siku ya Bwana. Walibadilisha wakaipeleka wapi? Na kuwa siku ya Jumapili. Sasa wanadai walibadilisha siku ya Mungu kutoka Sabato hadi Jumapili. Soma. Siku ya kwanza ya juma. Sasa wanasema walibadilisha kutoka siku ya Jumamosi siku ya 7 hadi Jumapili siku ya kwanza ya juma. Soma. Kwa sababu Yesu alifufuka kutoka kwa wafu siku hiyo. Sasa wanasema kile walichofanya wabadilisha kutoka Sabato, kutoka Jumamosi waeke Jumapili siku ya kwanza, ni kwa sababu Yesu alifufuka siku hiyo. Endelea kusoma. Alifufuka siku hiyo ya Sabato, ya Jumapili. Alifufuka siku hiyo ya Jumapili. Soma. Wakristo wa kwanza walikuwa wanakusanyika kwa kusherekea ibada ya misa siku ya Jumapili. Sasa wanasema ati walikuwa wanakusanyika kusherekea siku ya misa siku ya Jumapili. Lakini wamesema walibadilisha kutoka Jumamosi hadi siku ya kwanza ya juma. Sasa Mungu amesema tuende kanisa siku ya 7. Na hao wanasema wamebadilisha kutoka ya 7 wameka ya kwanza. Wameka ya kwanza ya juma. Tuende, nani wamebadilisha? Hebu soma Mathayo 28:1. Maana pale wanasema wamebadilisha wameweka siku ya kwanza. Dio. Sasa ukishinda wanaambia mtu Jumapili ni siku ya kwanza, anasema hapana. Sasa ndio nikakwambia jaribu kutafuta hizi vitabu ununue, utajisomea utaelewa, ama chukua Biblia weka hapo, inakuambia vizuri sana. Soma Mathayo ngapi? Soma 28 mstari wake wa kwanza. Uone sasa kama haitaendana na hiyo. Maana si wamesema walibadilisha kutoka siku ya 7 wakaeka siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili. Soma Biblia sasa na hii tuambie. Hata Sabato, maana hakuna kwa Biblia mahali Biblia inasema siku ya Mungu alitoa kutoka Jumamosi hadi Jumapili. Ni Katekisimu ndio wanasema hao ndio walibadilisha. Twende, alafu soma. Hata Sabato ilipokwisha ikapapasuka siku ya kwanza ya juma. Kwa hivyo wao wamesema ndio walibadilisha kutoka siku ya 7 wakaweka siku ya kwanza ya juma. Maana Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma. Twende. Mariamu Magdalini, soma, na Mariamu yule wa pili, soma, walikwenda kulitazama kaburi. Soma. Na tazama palikuwa na tetemeko kubwa la nchi. Soma. Kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalivingiliza lile jiwe, akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme. Fika hapo, acha nisome kanini nyingine nilikuwa nimenukuu hapa nikaandika. Sasa hii nasoma katika kitabu kinaitwa Catholic Record September 1, 1923. Ukienda kwa mitandao ama ukienda kwa mitandao ama kwa Google utaipata. Uandike tu Catholic Record September 1, 1923. Wanasema aje? Wameandika hivi katika hicho vitabu, wanameandika Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible. And this transference of Sabbath
observers is proof of that fact. Sasa kwa hicho kitabu si wametuambia wamebadilisha. Ndio. Na ukienda kwa hiyo nukuu yao wameandika, wanasema wamebadilisha na hiyo na iko hivyo. Alafu nasoma tena nukuu ingine katika kitabu kinaitwa Pope Pius wa 11 on April 30, 1922. Anasema hivi, you know that I am the Holy Father, the representative of Vicar of Christ, which means I am God on the earth. Sasa anasema aje? Anasema wanajua yeye ni nani? Ni Mungu wa dunia. Maana yake anasema yeye ni Vicar kumaanisha ati ni mwakilishi wa Yesu humu duniani. Alafu anasema yeye ni Mungu wa dunia hii. Hiyo kitabu inaitwa Pope Pius wa 11 on April 30, 1922. Ukiingia kwa mitandao ama YouTube, ama nini, ukienda kwa poto yao ya mapapa ya popes, ukienda kwa poto ya mapopes utapata hii nukuu iko hapo, imeandikwa hivyo. Sasa alafu kuna jina pia huwa wanatumia. Kuna jina wanatumia wanajiita Pontifex Maximus. Sasa ile jina la Pontifex Maximus inamaanisha hivi. Wanamaanisha yeye ndio ngazi yeye ndio Mungu wa hii dunia vile amesema hapa. Ndio maana hiyo jina Pontifex Maximus. Sasa inamaanisha ati yeye ndio Mungu wa hii dunia na yeye ndio ngazi ya dunia na mbingu. Tuone ngazi ya dunia na mbingu ni nani huyo? Hebu nipe Mwanzo 28:12. Tuone hiyo ngazi. Maana hiyo jina wanatumia Pontifex Maximus ni ngazi ya kutoka duniani hadi mbinguni. Sasa hiyo ngazi ni nani? Soma. Mwanzo 28 ngapi? Mwanzo 28:12 hadi 13. Tuone ngazi ni nani? 12 nasema hivi. Twende. Akaota ndoto. Sasa huyo ni Yakobo akaota ndoto. Maana hapa wanatumia jina ya Pontifex Maximus. Sasa hiyo jina ya Pontifex Maximus na kuna jina wanatumia Vicarious Filidae. Sasa hizo jina ndio tunataka tushughulikie. Maana hizo ndio jina zinatumika za makufuru. Twende. Ngazi. Natazama ngazi. Hiyo ni Mwanzo 28:12. Imesimamishwa juu ya nchi. Sasa Yakobo akaona ngazi imesimamishwa juu ya nchi na ncha yake yafika mbinguni. Sasa ngazi imesimama kutoka nchi mpaka hiyo imefika mbinguni ngazi. Tena natazama malaika wa Mungu. Sasa kwa hiyo ngazi malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Malaika wa Mungu wanapanda kwa hiyo ngazi na kushuka juu ya hiyo ngazi. Ndio. Sasa soma fika 13. Natazama Bwana amesimama juu yake. Sasa kwa hiyo ngazi pale juu Mungu ndiye alikuwa amesimama kwa hiyo ngazi. Na malaika wanapanda kwa hiyo ngazi wakishuka. Na hapa tuna mtu anatumia jina Pontifex Maximus. Unajua kuna majina yanaitwa tu hapa, usipoelewa haya majina yamaanisha nini? Hayo majina ndio wanatumia ni majina ya makufuru. Kwa hivyo jina Pontifex Maximus inamaanisha ngazi, maana vile yeye mwenyewe amesema hapa. Ngazi ni Yesu. Yule aliyekuwa juu ni Mungu. Malaika ndio walikuwa wanapanda na kushuka kwa ngazi. Hebu tuone kama hiyo ngazi ni nani. Hebu enda Yohana 1:51. Alafu turudi sasa tushughulikie Vicarious Filidae. Tunashughulika kwanza na Pontifex Maximus. Maana yake inamaanisha ngazi. Yeye ndio anajiita ngazi ya nchi na mbinguni. Sasa wao wamechukua nini? Wamechukua titles za Yesu. Ndio wanasema mwanadamu akitumia hiyo anakufuru. Soma hiyo ngazi. Ni Yohana ngapi? Yohana 1:51. Yohana 1
51. 51 nasema hivi. Iseme. Akamwambia amini. Sasa akamwambia amini. Amini nakuambia. Amini nakuambia. Mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu. Sasa mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Sasa malaika wanashuka na kukwea juu ya mwana wa Adamu. Kumaanisha Yesu ndio hiyo ngazi, si ndio? Ndio. Sasa ndio hiyo jina inatumiwa pale Pontifex Maximus. Makufuru. Haya, tuende ni Timotheo. Timotheo wa kwanza 2 kuanzia 5 hadi 6. Alafu utaniambia ni majina ya makufuru ambayo maana mahali Ufunuo 17 imetuambia yule mwanamke ako na majina ya makufuru katika kipaji chake cha uso. Na tumeona kufuru moja yake ni mwanadamu kudai kusamehe dhambi na mwanadamu kujiita majina ya Mungu. Hiyo ni kwa mujibu wa Isaya 48 mstari wake ni wa 11. Maana Mungu anasema majina yake haizi akashiriki na mtu. Ndio. Sasa na Yesu anasema anaenda mbinguni kwa nani? Kwa Baba Mtakatifu. Ndio. Na Mungu anaitwa Holy and Reverend. Ndio. Soma. Timotheo ngapi? Timotheo wa kwanza 2 kuanzia 5 hadi 6. Timotheo wa kwanza 2 5 na 6. 5 na 6. Soma. Hata mtu akishindana katika machezo hapewi taji. Yohana 1:50. Ona nimesoma wa pili. Wacha nisome wa kwanza. 2:5 nasema hivi. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu. Sasa mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni nani? Kwa sababu Mungu ni mmoja. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja. Ndio. Ni nani huyo? Mwanadamu, Kristo Yesu. Kwa hivyo mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mwanadamu Kristo Yesu. Na kuna mtu hapa anajiita ati Vicarious Field. Amesema maana yake hiyo jina, anasema yeye ndio mwakilishi wa nani? Wa Mungu. Na anasema yeye ndio anachukua nafsi ya Mungu wa hii dunia. Ndio. Naona hiyo ndio inaitwa makufuru. Hiyo ndio makufuru. Maana Biblia inasema makufuru ambaye alijitoa mwenyewe. Sasa Yesu ndiye amejitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote. Sasa Yesu ndiye amejitoa kuwa ukombozi kwa ajili ya watu wote, utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Yaani utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Ndio. Kwa hivyo Yesu ndiye anatufanya nini? Anatushikanisha na Mungu. Anatushikanisha na Mungu. Ndio. Sio pop. Hiyo kofia huwa amevaa ndio imeandikwa Vicarious Field. Sasa rudi ile Ufunuo ulikuwa unasoma ngapi? Ufunuo 13. Mahali inasema akona na hiyo jina lake 666. Ufunuo 13 ni mstari wa 18 nasema hivi. Soma. Hapo ndipo penye hekima yeye aliye na akili na aihesabu ya mnyama huyu. Sasa maandiko yanasema hapa ndipo penye hekima yule aliye na akili, yani akili ya kimbingu, na hesabu ya mnyama huu, maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 696. Sasa hesabu hiyo ni ya mnyama na hesabu hiyo ni ya mwanadamu. Wewe uliumbwa siku ya 6, mnyama aliumbwa siku ya 6. Sasa kuna kofia ya round ya crown Pope huwa anavaa, inakuwa imeandikwa Vicarious
Day. Vile kwa hii nukuu yao wameandika. Kwa hii nukuu wameandika aje? Ukitaka kuenda kwa hiyo nukuu yao wameandika wacha nitafute. Ukitaka kuenda utaenda nukuu imeandikwa Pope Pius wa 11 on 4th April 3rd, yani Pope Pius wa 11 mwezi wa 4 tarehe 30 1922 anasema hivi, you know that I am the Holy Father, the representative of Vicar of Christ, which means, sasa anakuambia maana ya Vicarious Field Day inamaanisha nini. Anasema which means I am God on the earth. Sasa hiyo nini? Sasa hiyo namba ama hiyo jina Vicarious Field Day ndio namba 66. Maana V unaweza andika chini. Maana V iko na 5. I iko na 1. C iko na 100. A iko na 0. R iko na 0. Maana A, R na U na S haina value kwa Romans number. Hiyo ni 0. Sasa U iko na 5, S iko na 0. Ukitoto inakuja 112. Sasa Field Day A iko na 0, L iko na 1, I iko na 1, L iko na 50, I iko na 1, I iko na 1. Ukipiga hesabu inakuja 53. Sasa day D ni 500, hii ni 0, I ni 1. Yote inakuwa 105. Ukiunganisha zote zinakuja 666. Hiyo jina ya Vicarious Field Day. Ndio maana nasema ako na jina la siri na namba yake ni 66. Mwenye hekima na afanye nini? Aihesabu. Maana ni namba ya kibinadamu. Twende. Imeisha. Sasa ulikuwa unasoma Ufunuo ngapi pale? Ilikuwa 17 ngapi? Maana ulikuwa umeachia. Tulisoma yote. Tulianzia 14 tukaenda mpaka 18. 18. Nimebakisha dakika ngapi? 10. Nimebakisha dakika 10. Ndio. Kwa hivyo nisome andiko la mwisho. Ndio. Sasa kabla sijasoma andiko la mwisho, maana nimeambiwa imebaki dakika 10. Nauliza hivi, nani ako na swali? Aseme hapo haujaongea vizuri, ama hapo nena vizuri, ama hapo hujasoma Biblia vile inafaa. Ni nani ako na swali? Ajitokeze hapa atuulize swali. Ni nani ako na swali? Nani ana swali? Maana mikutano huwa ni tukishahubiri lazima mtu aulize swali. Kwa sababu tumefunza sasa, tuko na siku 7 hapa mahali. Tumefunza New World Order. Tukafunza Danieli. Tukafunza Ufunuo 17 na Ufunuo 13. Nani ako na swali katika haya mafunzo yote? Nani ako na swali akaribie? Karibu uulize. Haya, kama mtu hana swali, nataka kufanya hivi. Leo ni siku ya 7 tumehubiri hapa. Namba ya 7 ni namba ya Mungu, namba ya ukamilifu. Na imebaki siku 3 tumalize huu mkutano. Namba 3 imebaki siku 2, kesho na kesho kutwa. Leo ni Alhamisi. Sasa na namba 3 ni namba ya onyo, na namba ya 2 ni ya nini?
kutoka mahali huko kwa uongo. Namba ya 3 ni namba ya hukumu. Sasa nafanya hivi. Hebu nisaidie Ufunuo 18 mstari wake ni wa kwanza hadi 4. Ufunuo 18 mstari wa kwanza hadi inasema hivi. Tumehubiri hapa kwa muda wa siku 7. Tumebakisha siku 2 tumalize. Baada ya hayo naliona malaika mwingine. Sasa Yohana wa Patmo anasema hivi. Na baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni. Sasa huyo malaika akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kubwa, na nchi nchi akaangazwa kwa utukufu wake. Sasa huyo malaika nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema. Sasa huyo malaika akalia kwa sauti akisema, maana tulisema ukisikia malaika ni wajumbe wa Mungu, maana malaika ni wajumbe wa Mungu. Ukisikia nyota ni malaika wa mbinguni. Sasa hakuna malaika ama mjumbe wa Mungu utaona kule juu akilia kwa sauti. Ni sisi hapa ndio tunalia kwa sauti. Tunalia kwa sauti tukisema aje? Endelea na maandiko. Umeanguka Babeli ule mkuu. Sasa malaika wanasema umeanguka Babeli ule mkuu. Na tuliona maana ya Babeli ni ni mchanganyiko, confusion ya ibada. Twende. Umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya masetani. Kwa hivyo kanisa, maana sijakuja na kitabu kingine pia hapa, kuna katekisimu mwingine pia niko nayo hapo. Inasema hivi, makanisa yote ya Jumapili wanafata alama yao. Na wanasema hivi katika hiyo katekisimu, kama Waprotestanti wangelifuata Biblia, wangeliabudu siku ya nini? Ya Jumamosi. Hivyo ndio wanasema katika hiyo katekisimu. Na wanasema Rome never change. Ni Protestant ndio wamefanya nini? Wamechange. Wameacha kile walikuwa na protest, wanakuwa na protest. Sasa kwa hiyo katekisimu wanasema hivi. Na Biblia nasema sasa Catholic ndio nini? Ndio hiyo Babeli. Maana yeye ndio askofu wa nini? Wa Babeli wa mwisho. Ndio maana unaona wanavaa hivi tukofia tumekaa mdomo ya samaki. Hiyo kofia inaitwa fish mitre, ambayo maana yake ilitolewa pale Misri. Inaitwa Dagon. Na ndio unaona wote wanavaa hiyo. Sasa mkubwa ya Babeli wa kisaizi ni Pope. Sasa maandiko yanasema aje? Umeanguka Babeli. Twende. Na ngome ya kila roho mchafu. Sasa huko ndio ngome ya kila roho mchafu. Na ngome ya kila ndege mchafu na ngome ya kila ndege wa roho mchafu mwenye kuchukiza. Twende. Kwa kuwa mataifa yote. Sasa kwa kuwa mataifa yote, hakuna taifa hata moja, ikiwemo Kenya, ikiwemo Tanzania, ikiwemo Amerika, ikiwemo mataifa yote. Twende. Wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya washarati wake. Sasa mataifa yote duniani mzima wamechukua mafundisho ya Katoliki ambao wamekunywa. Twende. Na wafalme wa nchi. Sasa mpaka wafalme wote wamezini naye. Na tuliona kuzini naye, mapresidenti wote wamekubaliana na kile kanisa la Roma linafanya. Maana tumeambiwa hapo huyo mwanamke anapoketi ni mji ambao uko na nguvu juu ya wafalme wote wa dunia. Twende. Na wafanyao biashara wa nchi. Na wafanyi biashara wa nchi, sio wadogo kama hawa. Hao ni wakina na hao wengine. Na wafanyi biashara wote wako chini yake. Ndio maana wakatengeneza corona, wakauzia dawa. Wanatengeneza ukimwi, wanawauzia dawa. Wanawatengeneza Ebola, wanawaletea dawa. Hata kulikuwa na ingine ikuje inaitwa Project 2025. Twende.
wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Sasa hawa matajiri wakubwa hawa wakina Bill Gates, hao ndio wameipata utajiri kwa nini? Kwa kiburi chake, kiburi cha Vatican. Twende. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni. Sasa hapa ndio unafaa usikie. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema nini hiyo sauti? Ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu. Sasa Mungu ako na watu wake wako kwa Katoliki. Mungu ako na watu wake wako kwa madhehebu yote. Maana Katoliki inasema yeye ndio mama wa madhehebu yote. Yanayoabudu wapi? Yanayoabudu Jumapili. Na Biblia inasema aje? Watoke kwake, maana kuna watu wa Mungu huko. Maana Mungu pia ako na watu wake katika Islamu. Maana kama hujajua, Katoliki ndiyo imefungua Islamu. Kama hujajua ni hivyo. Maana vitabu ziko pale, ukitaka tunaweza soma. Katoliki ndio wamefungua nini? Islamu. Na mama anaitwa Khadija, na padri wa kina Sara, na askofu wa nani? Anaitwa Waraka bin Nafai. Ndio wamefanya nini? Wamepeleka huyo mama hapo, ndiye akaoa Muhammad akiwa na miaka ngapi? Huyo mama alikuwa na miaka 40. Akaoa Muhammad akiwa na miaka 25. Ndio kaanzisha nini? Uislamu hapo. Twende. Msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Sasa Mungu anasema aje? Tusishiriki dhambi ambayo Katoliki imeleta mafundisho ya uongo, na kanisa zote ama dunia yote na wafalme wote wa nchi wamelewa mafundisho ambayo hayako kwa Biblia. Sasa Biblia inasema, Mungu anasema na Yohana aje aambie watu watoke huko, maana kuna watu wake wa huko. Hata mimi sikuwa mtu wa Jumamosi. Mimi wacha sikuhubiriwa na hivi. Mimi niliwapata kwa simu. Nilikuwa naangalia vitu zangu, maana nilikuwa napenda kuangalia nini za mashetani sana, za majini sana. Hizo nilikuwa napenda sana. Sasa wakati nilikuwa na peruzi nikiangalia, nikaona Pastor Ndache amepita hapo. Nikafurudisha hivi nikamuona. Nikarudisha mpaka nikaiangalia. Wakati niliangalia nikashindwa, hii mahubiri mbona ni tofauti na ile huwa tunahubiriwa kanisani? Nikaanza kuifuatilia. Nikaanza kuona labda ni Biblia ndio ni tofauti. Lakini kumbe yale maneno anasoma ndio yale tu yako kwa hiyo Biblia. Kumbe ni vile hatusomewi mali inafaa tusomewe. Ama vile tunasomewa tunabadilishiwa. Lakini kumbe Biblia inasema aje? Mtu hafai kufasiri Biblia jinsi anavyotaka. Sasa Biblia inasema, tokeni kwake enyi watu wangu. Imefika wakati naitana. Mbingu inahitaji nini? Mbingu inahitaji malaika wako hapo. Malaika wako hapa wanataka kuandika nini? Yule ambaye anataka aje amwakilishe nani? Aje amwakilishe Yesu. Maana wanataka kupiga sherehe mbinguni. Mbingu inaitisha, inasema aje? Ni nani yako tayari kutoka Babeli? Ni nani yako tayari kutoka katika mafundisho ya uongo? Hebu rudi hapo mtumishi. Ni Ufunuo 18 mstari wa 4 inasema, Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni. Hiyo sauti inasema nini? Ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu. Tokeni kwake enyi watu wangu. Msishiriki dhambi zake. Msishiriki dhambi zake. Wala msipokee mapigo yake. Kuna mapigo imeandaliwa. Maana mapigo ya mwisho. Ukitaka kujua ni mapigo aina gani, utachukua kitabu cha Ufunuo 16, uanzie 1. Ufike 7. Ama usome yote. Usoma tu yote. Kitabu cha Ufunuo 16. Uanzie 1 usoma yote. Maana kuna mapigo ya mwisho. Unaona wakati kutakaribia hii jua unaona hii. Hii mwangaza unaona hii. Hakuna mwangaza utaona wala jua utaona. Maana vyote vitatiwa giza. Hakuna nuru itakayoonekana. Imefika wakati mtu atokee. Mwenye anataka kutoka Babeli asonge hapa tuombe. Maana Babeli kuna machukizo na kuna mapigo. Yule mtu ambaye amesikia ambaye kile tumehubiri, maana maandiko yanasema aje? Nendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Ni lazima uhubiri, mtu waamini ndipoza abatizwe ndiye aokoke. Si ati unahubiri alafu naambia watu wafanye nini?
ati sasa surudia nyuma yangu, Bwana Yesu, nakuja mbele zako uniokoe. Hapana, hakuna mahali kumeandikwa hivyo. Maandiko yanasema aje? Nendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili. Wanaoamini wakibatizwa ndio wanafanya nini? Waokoke. Kunaye mtu atokee hapa. Kunaye mtu ameamua anataka kutoka Babeli, atokee hapa tuombe. Kunaye mtu ambaye anataka kutoka Babeli kwa mafundisho ya uongo, kwa madhehebu, atokee hapa tuombe. Narudia, kunaye mtu ambaye anataka kutoka Babeli kwenye mafundisho ya uongo, atokee hapa tuombe. Kunaye mtu, usiangalie mchungaji wako ama uangalie nani wako, hana mbingu ya kukupeleka. Dhehebu lako halina mbingu ya kukupeleka. Ikiwa limekufunza uongo, halina mbingu ya kukupeleka. Mimi sina mbingu ya kukupeleka. Yesu ndiye ako na mahali pa kukupeleka, maana amesema ameenda kutuandalia mahali na atarudi kutuchukua. Sasa ikiwa anarudi kutuchukua, kama haufuati mafundisho yake, kama haufuati kila anachosema, ole wako. Maana watakapomuona hivi utukufu wake uking'ara, wale wako karibu naye, maandiko yanasema watabaki kama wameuawa. Kwa hivyo hakuna malaika wamepeleka rekodi mbinguni, hakuna. Kama sijafunga, kunaye mtu atokee hapa. Kama hakuna, tumishi utaomba malaika wapeleke ripoti yao, hakuna mtu aliyetokea. Aya, tunaomba. Omba. Tunaomba, wacha tuombe. Tunakushukuru Mungu jioni ya leo. Tunasema ni asante. Tumepeana neno lako mahali hapa. Tunaombea hawa watu hii neno ifanye kazi ndani yao. Watoke kwa madhehebu ya uongo, wasike ile neno ya ukweli.